Oh, hapana. Inaonekana Margot amekasirishwa sana na kitu. Tunahitaji msaada haraka. Hey Wednesday, huu sio wakati wa kucheza. Tunahitaji kumwokoa Margot. Nenda, hakuna sekunde ya kupoteza. Wow, inaonekana dada naye yuko hapa. Dada anajua vizuri zaidi ya mtu yeyote kile Margot anachohitaji. Haraka. Na huyu hapa bibi. Huyo ni mtu anayejua hasa jinsi ya kumfurahisha mjukuu wake. Oh, ndio. Mashujaa wote wako hapa. Nini kimetokea? Je, Margot ana njaa? Haijalishi. Changamoto yetu mpya inaanza. Inaonekana bibi na dada wanajivinjari sana. Sawa, inatosha sasa kuvurugika. Ni wakati wa kugundua tutakachopika. Burger? Wow. Sawa, mko tayari kwa changamoto mpya? Twendeni. Okay. Hivyo bibi anaanza na mikate ya burger. Ndiyo, mikate iliyokaangwa ni bora zaidi. Sasa tunahitaji nyama ya kusaga. Bibi anachukua mipira ya nyama ya kusaga. Anaiweka kwenye kikaango. Anaigandamiza chini kwa mwiko hivi. Pati iko tayari. Sasa kipande cha jibini tamu, na bila shaka ni burger gani isiyo na nyanya? Kuna kitunguu na mkate juu yake. Wow, bibi amekabiliana na kazi hiyo haraka sana. Kazi nzuri bibi. Sasa ni zamu ya dada. Inaonekana mikate ya kawaida haitafaa. Nini? Donati? Jinsi ilivyo tamu. Dada anakata donati katika nusu mbili. Sasa chokoleti. Jinsi ilivyo tamu. Lakini dada ana kitu kingine. Ni jeli ya chachu. Ni tamu sana lakini ina chachu sana. Sasa hebu tuongeze marshmallows, marmalade kidogo na sharubati ya berry. Kwa nini isiwe hivyo? Sasa tunafunika burger yetu ya muujiza. Uzuri ulioje! Inaonekana bibi amethamini kazi ya mjukuu wake, lakini Wednesday si rahisi kumshangaza. Hivyo tunaanza kama kawaida na mikate, bila shaka ile nyeusi, kukaanga pati kama hii. Wednesday anafanya nini na kipande cha jibini? Wow, jinsi jibini hii inavyoonekana vizuri sasa. Kipande cha tango. Wow, burger hii inaonekana kuwa na mdomo wenye ulimi, lakini kuna kitu kinakosekana. Ni vizuri kwamba karibu na Wednesday daima kuna mkono utakaosaidia kwa tatizo lolote. Macho ya marmalade. Inaonekana hiyo ndio Wednesday anayohitaji. Hey, kuwa makini bibi, mkono huo hauna madhara kabisa. Sasa hebu tuongeze macho kwenye burger. Wow, hebu mwangalie tu huyu mnyama mkubwa. Anatisha sana, lakini bado anatamaniwa sana. Lakini ni burger gani itakayokuwa tamu zaidi? Sasa tutagundua. Margot, zamu yako. Oh, jinsi nilivyo na njaa. Burger hii inaonekana isiyo ya kawaida. Hebu tuijaribu, tamu sana, naipenda. Hivyo nini kinachofuata kwetu? Hebu tule tonge la kwanza. Hiyo ni kitunguu? Vurugu gani hii? Burger hii si ile unayohitaji. Hivyo, tuna nini hapa? Hizi ni peremende zangu ninazozipenda. Kula marmalade na donati ni kwa ladha yangu. Sawa, ni wakati wa kuchagua mshindi, na huyo ni burger hii. Ndiyo, huyu ndiye mshindi wetu. Wow, pongezi kwa Wednesday. Ni mimi tu au anatabasamu? Wednesday anatabasamu. Wow. Oops, inaonekana kuna mtu alikuwa na aibu. Inaonekana kwamba dada na mkono wamepata lugha ya pamoja. Oh, ni wakati wa mkono kwenda nyumbani. Na ni wakati wa mashujaa wetu kupika chakula kipya. Chokoleti ya moto. Nani asiyependa kinywaji hiki kitamu? Natumai kila mtu yuko tayari. Twendeni. Bibi anaanza kupika tena. Anamimina maziwa kwenye sufuria. Sasa unga wa kakao, usisahau kukoroga. Oh, ndio, kipande cha chokoleti kitafanya ladha kuwa kali zaidi. Jinsi ilivyo tamu. Bibi anamimina chokoleti ya moto kwenye kikombe chake cha saini. Kazi nzuri bibi. Sasa ni zamu ya dada. Hey, kuwa makini. Huwezi kula chokoleti yote hivyo. Yeah, bibi yuko sahihi. Sukari inahitaji kuongezwa kidogo tu, kama hivyo. Oh, anafanya nini? Yeah, mwangalie tu huyu mwenye kupenda vitu vitamu. Bibi hakubaliani na kiasi hiki cha sukari, sawa? Ni wakati wa kuongeza maziwa. Kuwa makini. Oops. Yeah, dada anahitaji kuwa makini zaidi. Hivyo, unaweza kuongeza viungo vyote. Sasa, rangi kidogo.
Wow, angalia uzuri huu. Krimu hii ni angavu sana. Sasa vinyunyizio kidogo. Huo ndio uandaji. Dada amefanya awezavyo. Lakini hiyo si yote. Mguso wa mwisho ni krimu iliyopigwa na marshmallows kadhaa. Angalia utamu huo. Yeah, dada amefanya awezavyo. Kamili. Sawa, ni zamu yako Wednesday. Kikombe kinachofaa kinahitajika hapa. Mkono hatuwezi kufanya bila msaada wako hapa. Hofu iliyoje. Bibi, ni bora utunze neva zako. Wednesday anamimina chokoleti na krimu iliyopigwa, sharubati ya berry, nzuri, na marmalades kadhaa za Haribo. Oh yeah, angalia uandaji huu wa kipekee. Chokoleti ya moto iko tayari. Kwa nini? Oh, inasisimua sana. Hii ni tamu sana. Naipenda. Oh, na kuendelea. Hii ni chokoleti ya moto kutoka kwa bibi. Nzuri sana. Hii ni nini? Inaonekana ya ajabu, lakini hebu tuijaribu. Si mbaya. Na mshindi ni... Ndio, dada, raundi hii ni yako. Sawa, inaonekana mashujaa wetu wako tayari kwa changamoto mpya. Nini kinawangojea wakati huu? Wow, ni viazi vya kukaanga. Kuna njia nyingi za kupika na kuandaa chakula hiki. Sasa tutagundua ni njia gani mashujaa wetu watachagua. Bila shaka viazi vinahitaji kumenywa kwanza. Nini kinaendelea? Wow, dada amechagua njia isiyo ya kawaida sana ya kumenya viazi. Bibi hafurahii, lakini anawezaje kumkasirikia mjukuu wake mpendwa? Sasa unahitaji kupata viazi. Hivyo ndivyo. Dada anakata viazi kwa kisu maalum. Angalia uzuri huu. Ni wakati wa kuongeza rangi kidogo. Wow, hiyo ni angavu sana. Ongeza mafuta. Na tunaweza kuweka viazi vyetu vyenye rangi kwenye kikaango. Nzuri sana. Ukiwa na mafuta ya moto, unapaswa kuwa makini sana daima. Hey, kuwa makini. Tunasambaza vizuri viazi vyetu vyenye rangi kwenye sahani. Dada amepata viazi vya kukaanga vyenye rangi angavu sana. Bibi anapendelea toleo la kawaida zaidi la chakula hicho. Na wakati mwingine toleo la kawaida ndilo bora zaidi, sivyo? Oh yeah, viazi vya kukaanga na ketchup. Ladha hii inajulikana kwa kila mtu tangu utotoni. Nini kinaweza kuwa bora zaidi? Kazi nzuri, bibi. Sawa, nini kitatushangaza wakati huu na Wednesday? Viazi vya Wednesday tayari vimepikwa. Inaonekana kama uandai wa kawaida. Lakini subiri, hii ni nini? Oh, hapana, inaonekana Wednesday amechanganya pande. Bibi, ni bora ufunike macho yako. Hili si jambo la kuangaliwa na wenye mioyo miepesi. Hivyo, tulikuwa wapi? Oh yeah, viazi vya kukaanga. Wednesday anapaka viazi rangi nyeusi. Wow, jinsi ilivyo nzuri. Inaonekana dada amethamini chakula cha Wednesday pia. Angalia majibu yake. Sawa, hebu tuone Margot anafikiria nini. Haya, tuna nini hapa? Oho, hili viazi limeungua kidogo? Hapana, ladha si mbaya. Na kwa ketchup? Ni safi sana. Oh, nadhani sitajizuia na nitakula kila kitu hadi kipande cha mwisho. Tamu sana. Kwenye kinachofuata. Si mbaya. Hebu tuone. Lakini itakuwa na ladha nzuri zaidi hivi. Haya, kwa heri viazi, nitakula nyinyi. Nadhani nimekula kupita kiasi, lakini bado kuna mlo wa tatu. Jinsi gani sahani nzuri! Ndiyo, ni kitamu sana. Tayari naweza kuhisi. Nzuri sana, hadi kipande cha mwisho. Wow! Oops. Oh. Usijali, niko sawa. Haya jamani, mko tayari kwa changamoto inayofuata? Basi, hebu tuone.
Pancakes. Oh, jinsi gani ni tamu. Natumai mashujaa wetu wanajua jinsi ya kupika mlo huu mzuri. Kuna njia nyingi sana. Haya, twende. Bibi kama kawaida anaanza kupika wa kwanza. Mimina kwa uangalifu unga wa pancake kwenye kikango. Safi sana. Unaona ukoko, unaweza kugeuza. Na pancake hii ni kamili kabisa. Hiyo ndio maana ya uzoefu wa miaka mingi. Wednesday, una shida gani? Oh, inaonekana huwezi kufanya bila msaada wa mkono. Tai nyeusi? Bila shaka. Nani alitilia shaka? Ni Wednesday. Angalia rangi hii. Hey, inaonekana amezama kwenye mawazo kidogo. Sawa. Hebu turejee kwenye pancakes zetu. Wow, hiyo ni nzuri kweli. Ndiyo, chakula cheusi daima kinaonekana cha mtindo sana. Na ni rangi gani unayoipenda zaidi? Acha maoni yako na labda kwenye video inayofuata tutafanya hivyo. Wakati huo dada anaonekana kuwa na kitu cha kufurahisha akilini. Wow, hii si pancake tena, bali ni kazi nzima ya sanaa. Oh, kwa namna fulani rangi hii haitaki kutoka kwa njia yoyote. What's the matter with you? Ouch. Ilikuwa safari fupi kwenye jicho. Natumai kila kitu kiko sawa na dada yetu. Ndiyo, kila kitu kiko sawa. Katika hali hii, jambo muhimu zaidi ni kutokata tamaa licha ya matatizo yote, sawa? Tunafanikiwa. Wow, ni nyati. Hebu angalia uzuri huu. Ndiyo, katika nyakati kama hizi bibi anajivunia sana mjukuu wake. Na vipi kuhusu bibi? Inaonekana kichocheo kizuri cha zamani kinatusubiri. Pancakes na siagi na sharubati ya maple. Kutokana na hili, mate huanza kutoka mara moja. Nadhani pancakes za Wednesday ni kubwa pia. Ndiyo, zinaonekana zisizo za kawaida. Wednesday anaongeza sharubati ya matunda anayoipenda. Na wow, je, hao ni buibui? Tulia bibi, buibui hao wametengenezwa kwa chokoleti. Haya Margo, ni hebu turekebishe kifuniko. Bibi, usiniguse. Haya, nimemaliza. Nataka jeli yenye ladha ya Coca-Cola. Utaifanya? Ni rahisi sana. Hebu tuanze kupika. Nahitaji Coke. Kwanza ondoa hii. Oh, ni nzuri sana. Wow, safi sana. Oops. Samahani jamani, inakuja. Hapana, Mike. Nisamehe. Oops, nimevuka mpaka kidogo. Sasa tunahitaji kuweka peremende za nerds kwenye chupa. Imebaki tukumimina sharubati tamu ya mahindi. Kama vile Emily alivyotaka. Hakika ataipenda. Sihitaji hiyo. Mai, kuwa mwangalifu. Chafu. Oops, nisamehe. Kufunga chupa na kuchanganya kila kitu. Kuchanganya kabisa. Umetoka vizuri sana. Emily ataipenda. Oh, hapana, nimenaswa kwenye chupa. Hebu fanya haraka. Wow, nimeanguka chini, lakini niko sawa. Inapendeza sana. Wow, jeli hii inaonekana ya ajabu. Naweza kubuni nini? Nitengeneze jeli ya asali, lakini sina asali yoyote. Oh, najua. Nyuki wangu walitengeneza asali nyingi. Hakika hawatakataa kunipa kidogo. Na kile pale ni mzinga wa nyuki. Habari wapendwa wangu. Oh, acheni kuruka juu ya kichwa changu. Nimekuja kuchukua asali kidogo kutoka kwenu. Ni sawa? Safi sana. Hakika inanitosha. Bye bye. Nimerudi. Na siko peke yangu. Niko na asali. Oh, hapana. Kuna nyuki wengi sana. Bibi! Nitaenda kuchukua asali kwa mwiko sasa hivi. Safi sana. Moja kwa moja kwenye chupa. Oh, ni nani huyo anayepiga kelele? Kuna nini kinaendelea? Oops! Nilileta nyuki pamoja nami, lakini hiyo ni sawa. Sasa kuna amani na utulivu.
Tayari nimejaza chupa na asali. Tunaweza kuifunga na kuipeleka kwenye jokofu. Iache igande na ipoe. Hakika nina wazo bora zaidi. Nitachukua Coke na kutengeneza jeli kutoka kwayo. Nitaongeza Coca-Cola, marmalades na dhahabu kidogo. Hii haitakuwa tu tamu, bali pia itapendeza sana. Sasa tunahitaji kuchanganya kila kitu. Kuchanganya. Kumimina kila kitu kwenye chupa tupu ya Coca-Cola. Jeli nzuri sana ya dhahabu. Nimemimina kila kitu. Kuondoa mrija. Hiyo ni nzuri. Hapana, Mike, hii ni mbaya sana. Na sasa nahitaji kugandisha yote. Nitrojeni ya maji kidogo. Inagandisha kila kitu haraka zaidi. Wow, Mike, tazama uchawi huo. Ni mpishi mzuri. Karibu nisahau kuhusu jeli yangu ya asali. Hiyo ni bora zaidi. Wow, baridi kidogo. Unaweza kuionja. Safi sana. Nitaenda kuonja jeli hii sasa hivi. Inaonekana ya kuvutia sana. Na kwenye chupa ya dubu. Wow, tamu sana. Na kuna nini hapa? Inaonekana kama uchawi. Je, hiyo ni dhahabu halisi? Nahitaji kuionja. Wow, ina ladha kama Coca-Cola. Hicho ndicho nilichotaka. Wow, safi sana. Hii ni jeli yenye peremende za nerds. Inapaswa kuwa tamu sana. Ni tamu sana, isivyo kawaida. Nitameza ulimi wangu. Umeshinda. Nini? Kweli? Safi sana. Haya bibi, usilete kizuizi. Sasa niko kwenye keki za pancake. Angalia mchoro huo mzuri. Nitayarishie tafadhali. Nitakuwa nikisubiri. Ni rahisi sana. Nitamimina unga wa rangi kwenye kikaango. Nataka kutengeneza pancake ndogo kwa umbo la dubu. Zitakuwa za rangi ndogo na za kupendeza. Bibi, usinisumbue. Huwezi kuigusa. Wazo lilinijia. Nitaenda kupika pancake nzuri zaidi. Mimi na Emily tunashiriki mbwa anaitwa Chloe. Nitaenda kuchora pancake kwa umbo la mbwa wetu. Itakuwa nzuri sana. Kuchora umbo kwa unga mweusi na kujaza kila kitu kwa rangi fulani. Hii inafanya kazi. Emily atafurahi sana atakapona pancake yangu. Maelezo kadhaa. Wow! Hebu tugeuze kila kitu. Karibu niangushe. Bibi, nini? Nahitaji kuchuma mboga kutoka kwenye bustani yangu ya mboga. Karoti na zukini. Tayari niko hapa. Mlinikosa, eh? Mboga mbichi moja kwa moja kutoka bustanini. Hebu tusuge kila kitu. Nitafanya pancakes za karoti na zukini. Nikiongeza unga kidogo na mayai kadhaa. Maziwa kidogo bila shaka. Imebaki tu kuchanganya kila kitu kwa msaada wa mchapo. Karibu tumalize. Unga mzuri sana. Kuweka kwenye kikaango na kuzigeuza. Mike, unataka kuionja? Inachukiza. Kuweka kila kitu kwenye sahani na cream kidogo ya siki. Tamu sana. Mboga za majani juu yake. Unafikiria nini? Namhurumia Emily mdogo. Ni wakati wangu wa kutoa pancake zangu ndogo kwenye kikaango. Nikiweka kila kitu kwenye sahani. Oh, jamu ya George bar. Inashangaza. Kumimina kwenye masikio ya sahani. Mimi ni mpishi mkuu. Emily, njoo, tuko tayari. Pancake zote ziko tayari, zenye kung'aa na kuvutia sana. Oh, ni nini hiyo? Inachukiza sana. Ew. Na kuna nini hapa? Hizi ni pancake ndogo. Zinaonekana
Tuna nini hapa? Oh, mbwa wetu Chloe. Na pancake hii ni tamu sana isivyo kawaida. Mike, hii ni nzuri sana. Yahoo! Nimeshinda tena. Asante dada mdogo. Nataka burger wakati huu. Utanipikia? Safi sana. Nasubiri. Nyama ya kusaga inachukiza sana. Sitaki kuigusa, lakini lazima nifanye hivyo. Sawa. Safi sana. Sasa, mwiko. Angalia, bibi. Oh! Nilikuwa karibu sana, lakini inaonekana ya kutisha. Unajua nini? Nitamfanyia Emily burger tamu. Nahitaji Nutella na kijiko. Kupaka Nutella kwenye mkate. Tamu! Kwa ajili ya kujaza, nitatumia marshmallows. Ni wakati wangu wa kutengeneza burger pia. Nini? Nitaenda kuonyesha darasa la juu. Oh, hiyo ni nzuri sana. Ni mtu wa kujionyesha namna gani? Sasa tunatengeneza katlesi tukikanga. Oh, nimechoka kidogo. Oh, usilale. Tunahitaji kumaliza burger. Nina hakika. Mjukuu! Unaweza kuona nakaanga marshmallows. Nataka ziyeyuke. Kuongeza marmalade kidogo na voila. Oh, Mungu wangu, Mike! Ni vizuri kwamba Emily anaye mimi, mpishi mtaalamu, ambaye atapika chakula chochote anachotaka. Oh, hii nyama ya nguruwe, ketchup kidogo, bila shaka, jani la saladi na katlesi juu yake, jibini, nyanya, vitunguu na nyama ya nguruwe. Sawa, nitarudia mara chache zaidi. Itakuwa tamu sana isivyo kawaida. Tayari. Wow, burger kubwa na gani? Sawa, ni wakati wangu wa kumaliza kupika burger yangu. Let's go! Kuongeza mboga kadhaa. Oh, kachumbari. Nimezitengeneza mwenyewe. Nyanya na mchuzi kidogo. Uifunika kwa mkate. Hebu tulinganishe burger sasa. Oh, yako bado ni ndefu zaidi, lakini yangu ina ladha nzuri zaidi. Bibi, usijali. Kila kitu kiko chini ya udhibiti. Nahitaji tu kuyeyusha jeli. Emily, ionje. Wow! Hiyo ni burger! Ni kubwa sana! Nahitaji kuionja. Haingii hata mdomoni mwangu, lakini ni tamu sana. Nimeipenda. Na tuna nini hapa? Burger kubwa pia. Hey! Oops! Kila kitu kimeanguka. Tukiendelea mbele, inaonekana isiyo kawaida. Sijawahi kula kitu kama hiki hapo awali. Ni burger tamu. Safi sana. Napenda wazo hili. Sawa. Mshindi ni mpishi. Oh, asante Emily. Subiri, utaihitaji. Kazi yako ya kwanza ni keki. Haya, nasubiri. Safi sana dada. Sawa mpenzi. Kila kitu kiko wazi kwa mpishi. Jibini ya cream inayovutia ni kamili kwa kazi yangu mpya ya sanaa ya upishi. Nitapaka kwa urahisi tabaka zote kwa cream na kutumia mwiko kuipa umbo la kipekee sana. Itakuwa keki ya upinde wa mvua ambayo nitaipamba kwa Skittles tamu. Subiri kidogo. Hili hapa sanduku langu maalum. Nina kila kitu ninachohitaji. Oh, kama peremende yangu. Haya basi. Hii ni kazi halisi ya sanaa. Ninapopika keki, ninajihisi kama msanii anayeunda ulimwengu mpya. Upinde huu wa mvua mzuri unakosa mawingu ya cream na macho mawili ya uchangamfu. Voila! Mpishi yuko kazini. Inashangaza, najua.
na nitatengeneza keki yangu ya umbo la moyo na kuipamba kwa KitKats kwa sababu mtoto anaipenda sana. Wacha tuiweke kuzunguka keki nzima, lakini hiyo haitoshi. Tunahitaji peremende zaidi kwa ajili ya uchwangu wa utamu, Maltesers na Skittles. Bibi, unafanya vizuri sana na hii hapa kazi yangu bora. Haionekani vizuri. Usijali, bado sijaumaliza. Ili kufanya mapambo ya kifahari, ninahitaji karatasi ya plastiki na peremende nyingi iwezekanavyo. Kwanza kabisa, nitayeyusha chokoleti kwa kutumia kifaa changu kikubwa cha moto. Yuhu! Na sasa, nitaongeza vikorombekso vya bluu. Vitapendeza sana kwenye keki yangu. Kila mtu yuko tayari? Niruhusu niwasilishe mshindi mtarajiwa mbele yenu. Wow! Jambo kuu sio ushindi. Wow! Nataka kuonja keki ya mpishi kwanza. Naipenda. Nashangaa kama keki ya bibi ni tamu hivi. Wacha tuionje. Wow! Naipenda sana chokoleti. Asante bibi, ni nzuri sana. Oh, inaonekana kuna kitu kibaya na keki hii. Sipendi ladha yake. Na mshindi ni bibi. Hooray! Wadada, tuna changamoto. Tafadhali, nitengenezee pasta. Sawa, hii ni kazi nzuri sana. Inaeleweka? Nimeipata. Tunachotakiwa kufanya ni kuchemsha tambi na ni hivyo tu. Na mimi nitaangalia TikTok kwa sasa. Mimi pia nitachemsha pasta na soseji kwa ajili ya mtoto wangu mpendwa. Ni vizuri sana bibi. Ngoja nikukumbatie na nionje soseji kwa wakati mmoja. Ni wakati wa kuchemsha soseji kwenye maji yanayochemka. Oh, iko wapi nyingine? Ni hayo tu. Ili kushinda changamoto, unahitaji kumshangaza mtoto kwa uamuzi usiotarajiwa. Tambi za kawaida hazitafanya kazi hapa, kwa hivyo nitatengeneza zangu kutoka kwa mayai, maziwa na unga. Na sitasahau kuongeza rangi kwenye unga. Rangi ya pinki ndio anayoipenda zaidi. Sasa, mimina unga kwenye chupa maalum. Aha. Kila kitu kinaenda kulingana na mpango kamili. Wacha tuanze kazi. Oh, jamani. Angalia tambi za mpishi. Wow! Ndiyo, tambi zangu mpya ziko tayari na zinanukia vizuri sana. Ni sharubati tamu tu inayokosekana. Pipi za dubu za marmalade. Naam, na peremende nyingine. Ukamili. Oh, wewe ni wa ajabu. Spaghetti yangu iko tayari. Angalia hizo soseji, ni kama pweza. Oh, moto! Hapana! Kiko wapi kizima moto chetu? Kuna povu jingi sana. Oh, hapana. Tambi zangu zote zimeungua. Subiri. Kuna njia mbadala. Tunaweza kutengeneza tambi za papo hapo kwenye birika. Haya basi. Hakika mimi ni mtaalamu. Inavutia. Oh, ni nini hiyo? Tambi hizi si tamu hata kidogo. Oh, uzuri ulioje! Mate yananidondoka. Wacha tuyonje. Wow, asante mpishi.
Karibu. Angalia hizi soseji za kuchekesha. Nazipenda hizi. Tamu sana. Na hii ni nzuri sana. Huyo ndiye mshindi. Ndio, nina furaha sana. Kumbatio. Kazi yenu mpya ni milkshake. Nitaipika kwa muda mfupi. Nijaribu. Mimi ni mtaalamu wa hili. Kwanza, tunahitaji kuchukua ice cream na kuichanganya na maziwa kwenye blender. Wacha tuanze. Kufungua maziwa, kuyamimina ndani na kuyasaga. Samahani bibi. Ulisahau kuhusu kifuniko. Kwa hiyo kila kitu kilimwagika. Wazo. Wacha tuone kilicho kwenye mkoba wangu. Nini? Hakuna kitu? Aha! Hiki hapa kifaa changu maalum cha cocktail. Nahitaji tu kuweka peremende ninayoipenda na marshmallows kadhaa. Itakuwa tamu sana. Kitu pekee kinachokosekana ni soda. Mpenzi. Samahani, hiyo ilikuwa ajali. Sasa kila kitu kiko tayari. Dada yangu atafurahi sana. Bibi, unaenda wapi? Nahitaji kuchuma raspberry kwa ajili ya cocktail yangu. Harufu nzuri iliyoje. Tunda hili linataka kuingia kinywani mwangu. Angalia, mimi ndiye mpishi. Bravo, Nicole. Safi sana bibi. Iache kwa ajili ya mtoto. Sawa, blender hii inafanyaje kazi? Sielewi kitu. Ni bora kutumia njia yangu iliyothibitishwa. Aha. Na kuiponda. Nzuri sana. Sasa nikimimina maziwa safi na kuichanganya ili kutengeneza cocktail ya raspberry. Haya, uzuri ulioje. Na rangi yake, mnana kidogo juu yake. Inaonekana rahisi sana. Nahitaji kubuni kitu. Kwa mfano, nani amezima taa? Unaogopa giza? Mimi samahani mpishi. Hiyo inachekesha sana. Nisamehe. Ninawasilisha mbele yenu kichocheo cha cocktail kamili. Ice cream, maziwa, Oreos na kusaga yote pamoja. Nitayandaa kwenye yai hili zuri la chokoleti pamoja na cream na peremende. Haya basi. Wakati wa mapambo. Voila! Hiyo ni nzuri sana. Wow! Cocktail hii inaonekana isiyo ya kawaida. Nadhani nahitaji kubonyeza mahali fulani. Wow! Wacha tuione. Hii ni nzuri sana. Kila kitu kwa ajili yako, msichana mrembo. Sipendi sana cocktail hii. Na pia kuna mnana. Hapana, asante. No! Inasikitisha sana. Wow! Burudani iliyoje. Hii ni nzuri sana. Asante. Yai hili pia ni tamu sana. Imeamuliwa. Mpishi ndiye mshindi. Ndio. Asante.